Katika maadhimisho ya kumbukumbu ya watu waliouawa kule Gatumba, na ujumbe gani leo kwa jumuiya ya kimataifa? Tumekuja hapa kupongeza wandugu walioachwa na familia zao waliouawa Gatumba na Bibokoboko na nafasi nyingine. Tumekuja kuambia kwamba hata vile kungali matumaini, angalau wameuawa sababu ya vile walivyo, hawakufanya dhambi yoyote. Lakini hapa kunakuwa miaka 22 watu 166 wameuawa kwa kambi ya Gatumba ndani ya nchi ya Burundi. Walikuwa ndani ya kambi ya ukimbizi, walikuwa wanachungwa na watu wa UN, Umoja wa Mataifa. Hapo serikali ya Burundi iliahidi kwamba itasaidia kwa justice. Waongozi wa Umoja wa Mataifa waliahidi kwamba wenye walifanya kitendo hicho watashikwa na kupelekwa mahakamani. Leo inakuwa miaka 22 years. Hakuna hata mtu mmoja aliyeshikwa, aliyepelekwa mahakamani. Hata wale waliosema wao wenyewe kama ni wao waliua watu na wako hapo Bujumbura, wanatembea, wanafanya kazi, walisema kwa redio nyingi, BBC na RFI, kwamba ni wao waliua watu. Hakuna hata mtu mmoja aliyopelekwa mahakamani. Tunaendelea kuomba Umoja wa Mataifa na nchi Kongo na nchi Burundi kuleta justice, kutafuta wale watu waliofanya kile kitendo na wahukumiwe. Kama haifanyike, watu wataendelea kuua wengine, sababu wanajua kwamba kuna impunity. Kwa leo tumekuja kufanya commemoration kusudi tuwape pole wale walioachwa na kuendelea kuwahimiza kuishi hata vile, na tunaendelea kuomba na Umoja wa Mataifa kwamba ni mambo ya aibu kusema kambi ya UNHCR iliyo under responsibility ya Umoja wa Mataifa watu wauawe, hakuna hata neno moja. Haiwezekani. Lakini shida tunayo kwa leo ni kwamba serikali hizo zilipashwa kuleta justice. Serikali ya Kongo na serikali ya Burundi zinaendelea kutuma jeshi kuua Wanyamulenge milimani Minembwe. Leo wanatuma drones na hata ndege za kuua raia na watu wanakufa, watu wanakimbia. Ndio maana kwa leo we have thousands, maelfu ya Wanyamulenge wanakuwa Kenya wakimbizi, maelfu ya Wanyamulenge wanakuwa Uganda, maelfu ya Wanyamulenge wanakuwa Rwanda, maelfu ya Wanyamulenge wanakuwa Burundi. Hata vile Burundi na waacha wale maelfu kwa nchi yake, inaenda kuua wale walibaki nyumbani milimani. Basi na hayo yote tunaomba Umoja wa nchi za Afrika ya Mashariki, tunaomba UN, tunaomba AU wafanye jambo moja, kusimamisha hayo maafa, kusimamisha hayo mauaji na kusimamisha vile vikosi vyote vinatumia hata wa mercenaries na wanatumia ndege kuua raia kila siku hapo milimani. Haiwezekani. Kimya inaendelea na inatosha. Lakini bado mauaji yanaendelea hata huko Minembwe, drones zinatumiwa na jumuiya ya kimataifa bado ni kimya. Unazungumzia vipi ukimya huu wa jumuiya ya kimataifa? Kwangu mimi kunyamaza kwao, kimya yao, it's a kind of they are accomplice somehow. Wanafanya pamoja na wale wauaji, sababu Umoja wa Mataifa hawezi kukaa kimya wakati kuna watu mamia na maelfu wanakufa kila siku wakiuliwa na drones. Drones zinatumwa na serikali na wanatumia mercenaries. Kila mtu anakaa kimya. Utumiaji wa mercenaries is a crime.
Sheria za AU zinakataza, sheria za UN zinakataza. Mbona hakuna mtu hata mmoja anasema yule Eric Prince Marekani mwenye ana recruit wale wauaji, hakuna hata mtu mmoja anasema huyu ni nani, anafanya nini, simamisheni. So ndio maana kwa Wanyamulenge, because walikuwa karibu kumalizika, waliweza kujiorganize, wakaunda vijana wao, watoto wao, wakaunda kikundi ya kupigania wazazi wao. This is a shame, ni haya, ni aibu kwa serikali na serikali zingine, hata na organization zingine. Naendelea kusema UN wanapaswa wasimame, wakaripie serikali ya Kongo inayotumia armed groups na mercenaries kuwa raia. Wacha nimuulize swali moja kwanza. Mheshimiwa, kwanza pole msimu huo. Ningependa kwanza kwa upande kwa manufaa ya Wakenya ambao wanatazama, kama waweza kujibu swali langu, na ukianza kujibu useme jina lako na wadhifa wako katika serikali. Kitu ambacho nataka kujua, mshaifanya mikutano labda na serikali ya Kongo na washikadau wote wale, na katika hayo makubaliano labda mlikuwa nayo, kuna nyaraka ambazo mmeandika chini kando? Unajua mara nyingi tumekuja tukafanya interviews ambazo tumezungumza kwa media, lakini kumekuwa na yale makubaliano ambayo mmeandika chini. Cha tatu, ningependa kujua kwamba sasa hizi tuko na East African Community ambayo kwa Arusha, kuna East African Community Parliament ambayo kwa Arusha. Je, unaweza kuwasilisha labda miswada ambayo inaweza kusema au kuzungumzia masuala ya maeneo ya Tumba na Mlenge region zote? So kwa hivyo naomba kwa uanze kwa jina lako kwanza, kama jina kwa wadhifa wako, na mimi naitwa Moise Nyarugabo. I'm a lawyer. I'm a former senator in Congo, and I'm a former of the parliament. My last term ended in 2023. Yes. So mimi ni mzaliwa wa Minembwe hapo milimani ya eastern part of Congo. Ni mmoja ya wale Wanyamulenge tunaozungumzia leo. Nimeanza kusema kwamba wale Wanyamulenge walipata shida sana kwa nchi yetu ya Kongo, na chanzo cha shida ni kwamba kwa Kongo watu wengi wanasema Wanyamulenge si Wakongomani sababu ya vile wanafanana. Wao wanasema ni Wanyarwanda, wakiona sura sawa yangu wanasema ni Mnyarwanda. While kuna watu wananifanana wenye kuwa Uganda, kuna watu wa kunifanana wenye kuwa Kenya, kuna watu wa kunifanana wenye kuwa Tanzania, kuna watu wa kunifanana wenye kuwa Burundi. So ile shida ya nationality na management mbaya ya identity ndiyo ilikuwa chanzo. Ndiyo pale kwa 2004 kulikuwa vita Bukavu na Uvira, Wanyamulenge wakakimbilia Burundi Gatumba, na hapo watu wakajiorganize kutoka Kongo, mnamo Warundi, mnamo Wakongomani wenzetu, mnamo Interahamwe za Rwanda, wakaenda kwa kambi wakaua 166 kwa kambi ya UN. Ndiyo commemoration tunayofanya leo. It was on 13 August 2004. Ndiyo commemoration tumefanya. Tumeomba justice kwa Kongo. Kongo haikufanya kitu. Tumeomba justice kwa Burundi. Burundi haikufanya kitu. Tumeenda hata kwa Hague. Nimefika Hague. We dropped the complaint. Lakini individuals cannot seize the Hague, the ICC. Ni government au Umoja wa Mataifa. Hakuna mtu aliyefanya kitu kwa hiyo. Na kwa mauaji yanayoendelea, sababu haikumalizikia ile wakati 2004. Mauaji imeendelea, wakiua watu wakisema ni Wanyarwanda wawafukuze watoke kwa nchi yao, while they are there for many hundreds of years. So ile mauaji imeendelea na imefikia kiwango
kwenye tumesiz ile kote ya Arusha, tumeandikia East Africa Community, tumeandikia hata na yesterday wameandikia tena ile ICC. Nimepata kibarua cha lawyers, wameandikia ICC kwa niaba ya Wanyamulenge tena kuleta conflict, but we are still waiting. 22 years hatujapata jibu. Tunaendelea kutumaini kwamba siku moja watasimama waamakie hii hewa mbaya ya uwaji na discrimination kusudi Wanyamulenge waweze kuishi ndani ya Kongo kama wakongomani wenzao. Tumeweza kujipata katika nafasi hii kwa muda mrefu sana, ambapo tumezungumzia haya mauaji yamezidi kuendelea. Kutoka jana tukifanya mazungumzo ya kwanza katika kanisa moja, bado kulikuwa na hii kitu ambacho tunazidi kuona katika maeneo ya Wanyamulenge DRC. Sasa kwa nyinyi sasa kama Wanyamulenge mmeamua kwamba hatua gani ambayo nyinyi mnaenda kuchukua, kwa sababu umesema kwamba hamsikilizi. Ukiangalia jamii ya kimataifa, ukiangalia UN, ukiangalia the African Union, the East African Community, unasema kwamba haiwasikilizi, ama labda katika hatua gani kama nyinyi mmesema labda mnaenda kufanya nini sasa, kwa sababu vile umeeleza ni kwamba hakuna kitu ambacho kimefanyika. Sasa nyinyi kama Wanyamulenge kuamua kwamba kuchukua hatua, kitu tumefanya cha kwanza ni kwamba Wanyamulenge wamejiorganize to defend themselves. Wameunda kitu wanaita Twirwaneho. It means ni Kinyamulenge, let's fight for ourselves, let's defend ourselves. Ndiyo hiyo inaweza kusaidia, na ndiyo maana mpaka leo kungali kunapatikana Wanyamulenge kwa ile milima, ni sababu wajidefend, wanapigana against those armed groups from the other communities, our neighbors, na waliweza hata kupigana na jeshi ya serikali na kuifukuza. Ndio maana kungali watu wangali hai kwa ile milima. They are defending themselves until watasikilizwa na kunakuwa makubaliano na serikali inaweza kufanya kazi yake. Ukiwa kiongozi na ufahamu kwamba una ukaribu sana na watu ambao shambani kama tu kwa muhtasari, labda uweze kupata takwimu mambo ambayo yalikuwa yanaendelea kama vifo vya hivi karibuni for 9 years now, kuna miaka 9, those armed groups za majirani wakisaidiwa na jeshi la serikali wameweza kuweka moto kwa around 480 villages. Wanaweka moto, wanaunguza nyumba, not house, villages. Wameweza kupora ng'ombe za Wanyamulenge, sababu Wanyamulenge ni wachunga ng'ombe. Wameweza kupora ng'ombe more than 500,000. Wameweza kuua thousands of people. And one time, for 1 year and 6 months, waliweza kufanya blockade. Wanafunga njia zote zenye zinaweza kupeleka watu kwenda sokoni. Hakuna dawa, hakuna chumvi, hakuna sukari for more than a year. Jeshi la serikali linafanya blockade na jeshi la Burundi pamoja na those armed groups allied to them walifanya blockade for 1 year and 6 months until wameweza kushindwa kivita na wale vijana wa Kinyamulenge. Wao wanapigania kuwafukuza kwa njia hiyo. Ndio maana leo there is a kind of situation inaanza kueleweka kidogo, wanaanza kupata chumvi na sukari na dawa. So but when a government is using means za serikali, wanatuma drones, hundreds of drones kupiga wananchi wenye hawana silaha, kupiga bombing houses za raia, bombing churches na masomo na hospitals. There's something very wrong. Ni hapo tulikuwa tunaomba international community kusimama na kuuliza hiyo government ya Kinshasa wanatafuta kufanya nini na wale raia.
wale raia wamefanya nini kusudi wa deserve such energy, ile nguvu yote serikali inaweka kuua watu in the villages kwa ile milima. Ndio maana tunaendelea kuandika na tuendelea to make calls to those leaders of the region wa East African community na wengine waweze kusimamia serikali ya Kongo na ya Burundi because they are together kwa kufanya hizo crimes. Swali la mwisho kama kiongozi ni kwamba wewe unafahamu sana hasa katika mandhari na vitu ambavyo vinaendelea nyumbani. Kwa hivyo kama ungeulizwa kutoa shauri, hasa vile unazungumza ni kwamba ni kitu ambacho kinasumbua sana ni the issue of identity. So kama wewe kama kiongozi, kama mtu ambaye umekuwa katika sehemu za Nyamulenge, kama sehemu za DRC, Eastern DRC, ni kitu gani ungeshauri hasa kiweze kufuatiliwa au kuzingatiwa ili kuhakikisha shughuli hii nzima au matukio serikali inapaswa kumaliza jambo lolote linahusika na nationality na identity, because nationality doesn't care about how I look. Nationality haina rangi. Nationality haifuati urefu wa mtu au ufupi wake au rangi ya skin yake. Ni kusolve issue ya identity according to the law, not according to the emotion, not according to the hatred. Na serikali kufanya hiyo, kuna sheria na sheria zinasema Mkongomani, a Congolese of origin, ni mwenye alikuwa Congo when the Congo became independent in 1960. Wanyamulenge walikuwa Congo in 1700 or 6. Kuna wengine kwa history wanasema even 5. So after 400 years utasema mtu hayuko wa ile nchi aende wapi? Sababu anafanana mtu fulani. So the government must stop such discrimination. Government inapaswa kusimamisha the hatred speech. Watu wanaendelea kuzungumza maneno ya ubaguzi na ya hatred. They have to be punished. Kama serikali haifanyi, watu wataendelea na wataendelea kuuana. And there is a kind of absence of serikali na kutumia sheria za nchi. Ndio serikali inapaswa kufanya, kusimamisha hayo maneno na kusema Mkongomani yeyote mwenye anakubaliwa kuwa Mkongomani kufuatana na sheria akuwe na rights za Wakongomani wengine wote, despite urefu wake, despite pua yake, despite nywele zake. Those elements don't enter in the criteria of the nationality. Kwa mfano cha mwisho labda ambacho tunakisahau na tunahisi kwamba ni vizuri kuweza kuelezea au kufafanua zaidi kwa upande wako na sasa. Neno la kwanza, nashukuru serikali ya Kenya na wananchi wa Kenya kuwapokea hawa watu, those thousands of Banyamulenge were here, na kuwapa nafasi ya kuishi. But meanwhile, naomba serikali ya Kenya na serikali zingine za East Africa kusimama na kumuuliza Tshisekedi anapenda kufanya nini na wale wananchi wa nchi yake. Asimamishe ubaguzi, asimamishe discrimination, asimamishe ile speech ya hatred, na aunganishe wananchi, organize dialogue yenye itasaidia wananchi wote kuishi pamoja na kuongoza nchi kwa pamoja. So the Eastern Africa community wana responsibility ya to bring back peace in Congo kwa njia zote. Asante.